muda fulani vile vile wanaweza kuambia hii vitu vyako ni mambo ya ujinga, sijui unakuwa unachukulia. Ziko mingi. Ziko mingi. Okay, comment section. Yeah. Hapo hivyo mimi mimi ni mtu mwenye nimesema kama naingia TikTok I'll just be positive. Yeah. Yes. Kuna zenye mimi nafanyanga mtu ananiambia hata wewe si mrembo. Yeah. Vitu za kakuma mimi nafanya. Yeah. Ni kuna yenye nilionyesha bafu yetu penye mimi naoga, kuna mamiti imesimamishwa Yeah. hapo. So venye watu wamecomment vibaya, lakini mimi ni nani? I don't take those comment too hard. Mimi najua hiyo ndio situation yenye niko nayo saa hii nyumbani. Yeah. That's me. Hujambo mpenda mtazamaji, karibu sana kwa kipindi chako Sauti ya Wakimbizi kinacholetwa na Esther Shbabu, STB Magic Voice. Chris Santos anashikilia kamera na ufundi wote anakuwa na umiriki kwa muda kama na huu. Na hii ni kipindi chako unakuwa unatupata kila leo. Na humu ndani ya studio siko peke yangu, tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye ni dada yetu hapa. Mambo Mzuri sana. Yeah, please try to introduce yourself. Okay, sasa nitachanganya lugha, Yeah. Kiswahili na Kizungu. Ndio. Naitwa Mkong, kwa jina ya mtandao ni Nyadola. Yeah. I'm a content creator, and what I do with my content creation is just lifestyle in Kakuma. Yeah. And most of the time with my mom. Yeah. Yeah. Sijui ni Mkenya ama? Mimi ni mkimbizi. Yeah. Mimi ni refugee, but born and raised in Ethiopia. Yeah. Oh, ni Ethiopia kwa hiyo. Yeah. Ndio, na hapa umekuwa na miaka mingapi sasa hivi? Sasa niko na miaka 20. Hapa? Yeah, 20 na kitu. Yeah, umeshakuwa. Na hii kazi yako ulianza lini? Yaani ulijifunza shule ama ilikujia tu kwa damu? Okay, content creation, I will talk about TikTok most of the time. I started TikTok I think in the year 2024 kuelekea mwisho hivyo. Yeah. I just started as a fun. Mimi si kwanza ati niweke like ikue ile serious. Nimeanza tu like nimeweka tu kamera mbele yangu. Yeah. Na nikaanza kuongea and then I post it on TikTok. Nikaona niko na followers and then I say let me just do fun cause mimi nikiwa free saa zingine nafikirianga mambo mingi sana, so I just say let me do them on camera, wacha niziweke kwa TikTok. Hivyo tu pole mpaka nika grow, and then sometime I will my mom, she's my best friend. Mamangu, she's my best friend, so we will do some jokes around. Yeah. But I will be recording them using my mother tongue. Yeah. So my people from Nuer tend to love those contents, and then they were telling me just do more with mom. That's how I grow. Yeah. Na hii kazi yako nini kabisa ilikuinspire? Yaani kuna mahali uliona wanafanya vitu kama na hivyo ama vilikuja tu wenyewe kwa hisia zako? Venye niliona TikTok, okay, mimi binafsi as a person niko na hii character ya kuwa funny. People do say that ati mimi nakuanga nachekeshanga watu. Yeah. So nikaona TikTok hii ni platform yenye naweza fanya hizo vitu. So most of the things zenye mimi nafanyanga ni za kuchekesha watu. Yeah. Mingi sana za kuchekesha watu, sitakangi za kutusiana, za kukereana ama nini. Most of the time I just do fun because I'm a funny person naturally. Yeah. That's how I'm perceiving myself. Yeah, so I do fun. So I say this, if TikTok can maybe bring like if I can be famous on TikTok, let me just continue doing it. Because I think I was meant to be an actress, but I did not get that pull. So I just do TikTok right now. Kuna wengine vile vile unakuaga na tusu mtu akishaanza fanya mambo ya fani hivyo. Sijui na wewe umeshakufikia? Hapana. Me starting TikTok, niliona yes, hata kuna wakabila zangu wenye wakienda TikTok wanaanza kutusiana. Mimi vitu kama hizo I don't view, na sizi like. Yeah. Nazipita tu because mimi like I believe TikTok is for fun and information, educate and then informed and then make fun, entertainment. Yeah. That's the purpose. Yeah. Kuna muda fulani vile vile wanaweza kuambia hii vitu vyako ni mambo ya ujinga, sijui unakuwa unachukulia. Ziko mingi. Okay, comment section. Yeah. Hapo hivyo mimi ni mtu mwenye nimesema kama naingia TikTok I'll just be positive. Yeah. Yes. Kuna zenye mimi nafanyanga mtu ananiambia hata wewe si mrembo. Yeah. Vitu za kakuma mimi nafanya. Yeah. Ni kuna yenye nilionyesha bafu yetu penye mimi naoga, kuna mamiti imesimamishwa hapo. Yeah. So venye watu wamecomment vibaya, lakini mimi ni nani? I don't take those comment too hard. Mimi najua hiyo ndio situation yenye niko nayo saa hii nyumbani. Yeah. That's me. Na maendeleo yako tokea ulianza na saa hizo unajikusaje kwanza? Nimeendelea vizuri because I started the thing with the followers walikuwa wachache. Sasa niko nafika 14k followers. Yeah. Sijui umeona hii kazi inaweza lipa hapo baadaye ama ameshaanza kulipa?
Ni mimi nimeshawekwa kwa monetization, Yeah. like naweza lipwa, but unajua in Kenya venye niligoogle TikTokers in Kenya ukiwa na 10,000 followers they monetize you but wakulipi unless uende live. Uko ukienda live ukipata hizo ma gift, hizo ma likes nini. Yeah. I think kwa account yangu niko na 200 hapo hivyo. Nilienda live siku ingine nikapata 200, so I didn't need to go again. Sikuenda tena. Sasa kuna watu wengine wanasema ni kitu imeniboa kabisa. Sijui mambo gani na kwa kuboa kwa hii kazi yako. Okay, content creation is not easy. First comment section pia zinaweza kufanya uachane nazo, lakini kama ni kazi yenye umependa unataka kufanya, consistencies, kuna kitu inaitwa consistency kwa kizungu, sijui kwa Kiswahili inaitwa, yani kuifanya kitu kila mara. Usi give up. Hiyo kitu inataka kwa content creation. And like for me personally sijaeka roho yangu sana let me just do it, this is my job. No, I just do it for fun. That's why I enjoy it. Na ikitokea saa mtu mmoja anakuambia leo nataka unifanyie kitu, unamfanyia for free au unamuask money? Content creation having an idea. Idea itself is money. You cannot do it for free. That's what I know. Idea itself is money. So it's money. Nimeona ma content creators wengi wakienda kwa advertise kitu wanalipwa. Na kwa sasa kuna mashow fulani ambao zimeshaanza kualika wale chekesha at least kidogo. Sai. Not really. Hakuna show yenye imenialika. Ama wenyewe tunajificha nyumbani. I just love what I do. When it will come out, there's no problem. When I'll be known, hakuna shida. But for now, I'll just do it. Vipi changamoto unakuwa unazipitia ni gani kwa hii kazi yako? Okay, sana content ya Kakuma. Stima kwanza Kakuma. Hakuna stima. Wi-Fi, kupata Wi-Fi ndio ukae online ni shida. Alafu pia situation zingine za Kakuma cause saa zingine utakimbia uende ukae kwa TikTok ama unafaa uende utafute chakula. Ukuje utafute chakula kukula. Yani utafute sasa pesa. Si atokae kwa content. So hizo ndio mimi nazionanga saa zingine zinachanganya kiasi, like you cannot focus in one thing. In Kakuma. Ikitokea stima inakatika au upate Wi-Fi, unaacha hiyo kazi? Okay, nikiona kama kuna option B nitalenga. Sitajistress. Pia stima ipo lakini Wi-Fi ndio haipo. Unafanya nini? Wi-Fi inaweza cause bundles, si lazima ukuwe mtandao. Mimi naingianga Facebook saa zingine, naingia WhatsApp. So hiyo time kidogo naweza share like 20 nitumie 20 bob 1 hour 30 minutes niingie TikTok, the other 30 minutes niingie kwa hizo platforms zingine. I'm okay with that. Hizo pesa zako wanaki kama zinaenda bure hizo? Ziendi bure because I'm going to be entertained too na nipate informed. Unajua pia kuenda TikTok si atu kuenda kuangalia tu vinye vitu zina entertain. Kuna vitu zinasomesha mtu. Like labda kuna kitu imetendeka mahali hujajua. Sisi hapa tu watch news. TikTok ndio kama news yetu. So that's the easiest way to get educated. Kuna wamama wengine ama wazazi fulani wanasema wewe achana na mambo, achana kufuatana na huyo anakuharibu mind yako. Sijui wewe unaweza kushauri wadada wengine ama vijana nini kwa hiyo kitu? Okay, I think hii ni perspective ya cultures. I'm Nuer from Ethiopia, but Nuer with South Sudanese culture is the same because ni kama tumetoka Sudan, generation yetu ni kutoka Sudan. So kuna vitu zingine like they consider women doing them, wanaona ni kitu mbaya. Kama venye labda uende especially wenye wana dancingi, uende umedance hapo utatusiwa na community. Watasema labda unafanya umalaya. Lakini hawa wajui generation yao ilishaenda. Hii kwetu si umalaya. Ni kuchanuka na ni swag, lakini kwao wanaita umalaya. But sasa kuwafundisha mtawapeleka like inabidi wapeleke pole pole. Kuna wenye wataelewa na kuna wenye wataelewa. Na ikitokea vile vile unaweza kupata support fulani hivi, unaweza fanya nini kwa community ili waone kazi hii ni nzuri sana? Mimi naweza wa show tu like kama kuna kitu umeipenda kwa maisha yako, do it despite what other people said, as long it's not illegal. Illegal ni kitu yenye labda government haikubali. Lakini kama ni kitu yenye inakubalika, fanya kama inakufurahisha. Furaha yako kwanza mbele, alafu weke watu nyuma. Hapa kwa studio yetu unaweza kujaribu kufanya kitu kidogo, hata DJ wetu acheke kidogo kama No, the problem with my content creation, the fans do come when I'm free minded, when I'm relaxed, ndio nafikirianga. But vitu zingine because nafanyanga tu lifestyle in Kakuma, and then
advising ladies. Most of the time by the I do advise ladies from my fellow Nwer. Yeah. That's the thing that I Kwa do. muda wako tunashukuru sana. Asante pia, nimeshukuru. Na tunakukaribisha siku nyingine. Asante. Najua hapo utakuwa uko free, unatupigia kama kitu kadogo. Hamna shida. Ya mpenda mtazamaji, kama ndio unakuwa unajiunga na Beyond Borders Podcast I Connected, tunakuwa pamoja kabisa. Ni dada yetu tulikuwa naye muda na studio. Mimi ni Estash Babu, STB Magic Voice. Chris Santos huko akiwa anashikilia ufundi wote mzima. Usikose kufuatilia vitu vyake, ameshakupatia address kabisa, bila shaka utakuwa unapata vitu vizuri, sio tu mambo ya kuchekesha ya mambo ya pumbavu kama unadhani, lakini mambo pia mashauri. Anashauria watu wengi sana udada. Na ni creation nzuri sana ambao anakuwa anazifanya. Usikose kutembelea TikTok yake, vile vile Facebook, Instagram na hizo platform nyingi kabisa. Vile vile unapotazama video hii usikose kulike, kushare, kucomment na kusubscribe kwa channel yetu. Tukutane kwa video zingine. Bye bye.